patikana kwa Kristo Yesu. Ya sita, tunaamini katika sherehe za kanisa, ambapo tuko na sherehe ya ubatizo, sherehe ya Holy Communion ama meza ya Bwana. Tuko na sherehe ya kuweka wakfu watoto na kuweka wakfu kanisa na kuweka wakfu ama ordaining Christian marriages. Tunaamini katika ndoa takatifu, tunaamini katika ordination of minister ama kuweka wakfu mhuduma wa neno. Tena tunaamini katika kuongoza funeral ama burial service. Kuna njia ambayo inaongozwa. Nafikiri hayo tulizungumza. Tunaamini katika kuwekwa wakfu ama kuzimika askofu. Nafikiri hayo ndio sherehe ambayo tuko nayo. Kipengele ya saba, tunaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kipengele ya 8 ambayo sikuangalia sana kwa sababu haikuwa kwa vitabu zangu, ni evidence of the Holy Spirit baptism. Ni uhakikisho, tunajuaje kwamba mtu amepokea Roho Mtakatifu. Na hiyo pia nilizungumzia, ingawa sikuiweka kwa notes zangu, but nilizungumzia. Na kwa kipengele ya 9 ni kanisa. Tunaamini katika kanisa takatifu la Kristo Yesu, kwamba sisi, the body of Christ, the church is the body of Christ. Kipengele ya 10, tunaamini katika kusafishwa ama sanctification, kusafishwa kwa yule ambaye ameokoka. Yule ambaye amekuwa regenerated anahitaji sanctification. Kipengele ya 11, tunaamini katika huduma. Na tulisema tuko na huduma mara 3: worship of God, building of the body of saints, and then evangelization. Hiyo ni mambo matatu ambayo tunaamini katika huduma. Na tunaamini katika divine healing ama uponyaji wa kiungu, kwamba Mungu uponya watu wakingojeka. Kipengele ya 13 ambayo bado tuliangalia ni the blessed hope. Tunaamini kwamba kuna siku Kristo atakuja na sisi zote tutakuwa pamoja naye, tutaungana pamoja naye na tuweze kujumuika katika eternal life naye. So we believe in the coming of the Lord to take us home, kwamba Yesu Kristo atakuja siku moja na ataweza kutuchukua na tutakuwa naye milele. So the resurrection of those who have fallen asleep in Christ and their translation together with those who are alive and who remain until the coming of the Lord. It is imminent, and the church will be taken by Christ. Kipengele ya 14, kipengele ya 14 ambayo tungependa kuanza siku ya leo ni the millennial reign of Christ. The millennial reign of Christ, ama kutawala kwa Kristo miaka 1000. Kutawala kwa Kristo miaka 1000. Tunaamini kwamba Kristo atatawala ama tutatawala pamoja, watakatifu watatawala pamoja na Kristo miaka 1000. So we believe in the second coming of Christ, which includes the rapture of the saints, which is our blessed hope. The rapture of the saints, kunyakuliwa kwa watakatifu, ndio tunaita the blessed hope, followed by the visible return of Christ with his saints to reign on the earth for 1000 years. Tunaamini kwamba Kristo kuna wakati atakuja anyakue wa Kristo ama anyakue wateule. Hiyo tunaita rapture. Na hatakuwa ameshuka hapa duniani, ataonekana mawinguni. Hivyo ndio Biblia inasema, na tutasoma. Ataonekana mawinguni na wale ambao wameaga ama wamelala katika Kristo watafufuliwa ama wataamshwa. Nao wale ambao bado ni wako hai wataungana pamoja nao, watabadilishwa waungane pamoja nao. Wale ambao wamelala wameamshwa na Kristo ambaye atakuwa hapo mawinguni, na wote wataelekea wapi? Wataelekea mbinguni. Hiyo inaitwa rapture. Lakini tena kuna kukuja kwa Kristo ambayo inaitwa parousia.
Parousia ni kwamba Kristo atashuka pale pale alipaa kutoka pale Mount Olives. Hapo malaika wana wa the disciples, the wanafunzi wa Kristo walikuwa pamoja naye, wakaona akienda hapo atashuka wakati wa kurudi mara ya pili. So kuna kurudi mara ya pili, kuna phases mbili ya kurudi mara ya pili. Kuna ile kukuja mawinguni na kuna kukuja sasa kushuka in the Mount of Olives, ambapo ataashiria ama tutaanza wale ambao watawala pamoja na Kristo, wataanza miaka 1000 ya utawala na Kristo. Nafikiri tuliangalia hiyo kidogo, lakini kabla nisome Zakaria, so Pastor Maura nifungulie Zakaria 14 verse 5. 14 verse 5. Nafikiri sitaki kusoma mingi, nafikiri haya maandiko na tayari nilikuwa nimeyasoma. But for those who are writing, unaweza kuandika Mathayo 24 na weka mkono wako kwa Zakaria, lakini ningependa uanze na 1 Thessalonians chapter 4, I think. I've not noted it here, but I believe it's chapter 4 verse 13. 1 Thessalonians. Lazima iwe ni Thessalonians. Let me find it. Chapter 4 from verse 13. Nasoma mpaka mwisho. Chapter 1 Thessalonians 4:13 to 18. Alafu uende kwa Zakaria. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza 4 kuanzia 13 nitasoma kwa jina la Yesu. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. 16. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kitabu kingine cha Zakaria 14 mstari wa 13. 14:5. Mstari wake ni 5. Biblia inasema hivi: nani mtakiambia. Biblia inasema hivi: nani mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu pamoja naye. Okay, asante. Ile ambayo tulisoma ya kwanza
1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to verse 18 inaongea kuhusu rapture ama kunyakuliwa kwa kanisa. Rapture, kunyakuliwa kwa kanisa. Zote ni phases of the second coming of Christ, of the parousia. But kuna kunyakuliwa kwanza kwa watakatifu kwanza waende mbinguni, alafu watarudi. Hapa Biblia inasema kwamba atafanya nini? Bwana Mungu wangu atakuja na nani? Atakuja pamoja na watakatifu pamoja naye. So wakishaenda mbinguni watarudi, na hiyo ndio inaitwa the second coming, the second advent, ambapo Kristo atashuka wapi? In the Mount of Olives. In the Mount of Olives. Hatuna nafasi kubwa, so sitaingilia mambo mengi. Ningependa tu kutuelewe kwamba tunaamini katika kurudi kwa Kristo Yesu. Tunaamini katika kurudi kwa Kristo Yesu, na kurudi kwa Kristo Yesu iko mara mbili ama iko na two phases. We have the rapture and we have the second advent of Christ. The rapture, we can read that from 1 Thessalonians. The second advent we can read in many other places. Like tunaweza kusoma Mathayo 24, 27 and 30. Matthew 24, 27 and 30. You can also read Revelation 1 for those who are writing. Revelation 1 verse 7. Revelation 19 verse 11 to 14. Revelation 20 verse 1 to 6. Na hiyo inatuambia kwamba Kristo atakuja na kutawala. Nafikiri tutasoma hiyo ya Revelation 20 1 to 6. Revelation 20 1 to 6. Naweza kusoma yule ambaye amefika pale. Revelation 20 1 to 6. If you are there, read. Nitasoma kitabu ni kile cha Ufunuo 20 kuanzia 1 hadi 6. Biblia inasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomshuhudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Mstari wa 5. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Asante. The millennial kingdom. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu, na mkononi mwake alikuwa na nyororo mkubwa. Akamshika yule joka, yule Shetani, na akamfunga miaka ngapi? Miaka 1000. Miaka 1000. Nao watakatifu, Biblia inasema kwamba watakatifu pale verse 5, hao wafu, kuna wale ambao hawakuamuka ama hawakufufuliwa mara ya kwanza.
hao wanafufuliwa lini? Wanafufuliwa baada ya miaka 1000. Hao ni akina nani? Ni wale ambao hawajaamini Kristo. Lakini wale ambao wanashiriki katika ufufuo wa kwanza, wanatawala pamoja na Kristo, ni wale ambao tayari walikuwa wamepanda wapi? Wameenda mbinguni na Kristo, na wanashuka sasa na Kristo. Pale tulisoma Zakaria 14 mstari wa 5 kwamba watashuka pamoja na Kristo, kwa sababu tayari walifufuliwa wakaenda. Lakini wafu ambao hawakujua Kristo wanakaa, wanaendelea na kulala mpaka siku miaka 1000 itaisha. Haya, jambo lingine ambalo tunahitaji kuelewa ni kwamba hawa watakatifu ambao walifufuka wanafanya kazi yao ni gani? Verse 6, kazi yao ni gani? Wanafanya kazi gani? Haya, chapter 20 Revelation verse 6, kazi ya hawa watu ni nini? Ningependa uniambie, unieleze ndugu Kimuyu, kazi yao ni gani? Pale mwisho. Yes, mstari wa 6, pale mwisho. Watatawala pamoja na Kristo. Miaka ngapi? Miaka 1000. Kwa wakati huu ni watu wachache sana wameishi miaka. I think the oldest man ameishi miaka ngapi? Ni 900 and what? 900 and something. Well, I don't remember, but 900 and something. Na anaitwa Methuselah. Tutarudia huko. Pale mtu akiwa 100 years ni mtu mdogo sana. Kwa sababu tutakuwepo 1000 years. Hakuna kulala tena. Hakuna kuogofya na magonjwa, kwa sababu magonjwa tayari kama utafufuliwa basi umeshinda magonjwa. Wewe utakaa miaka 1000 utatawala, sio unatawala pamoja na Kristo. So tunaamini katika hayo. Tunaamini katika kurudi kwa Kristo Yesu, na tunaamini katika the millennial reign of Christ. 1000 literal years of the rule of the saints and the Lord Jesus Christ. Okay. The millennial reign will bring about the salvation of national Israel. Tunaamini hivyo. And you can put down Ezekiel 37 21 na 22. Ezekiel 37 21 22. Unaweza kuweka Zefania 3:19 na 20, Warumi 11 26 na 27, Romans 11 verse 26 and 27. Hayo yanaeleza kwamba wana wa Israeli katika kuongozwa ama katika hiyo millennial reign, kutawala kwa Kristo na watakatifu wake, itarudisha wale wana wa Israeli na watakuwa pamoja. They are going to be brought about and they are going to receive salvation. And then we also believe in the establishment of the universal peace, kwamba kutakuwa na amani duniani kote. Hakutakuwa na vita. Vita itakuwa imeisha. Hakutakuwa na vita. Na hiyo unapata katika Isaya 11 6 mpaka 9. Isaya 11 6 mpaka 9, ama Zaburi 72 3 mpaka 8. Ama unaweza tena kusoma Mika 4 3 na 4. Isaiah 11 6 to 9. I think we can read Isaiah. We can read Isaiah 11 6 to 9. And you can put down Psalm 72 3 to 8, Micah 4 3 and 4. Tunaweza kusoma Isaiah ndio tuweze kuelewa kwamba haya mambo sio tu kuzungumza habari, yanatoka katika Biblia takatifu. Isaiah 11 verse
6 to 9. Read. Nitasoma kitabu kile cha Isaia 11, tutaanza mstari wake wa 6. Biblia inasema hivi: mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi, ndama na mwanasimba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na ndugu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Mstari wa 8, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Asante. Utakuwa na amani, utakuwa na utulivu, utakuwa na amani kote. Hakutakuwa na vita, sio kati ya wanyama wenyewe, sio kati ya wanyama na wanadamu. Utakuwa na utulivu, utakuwa na amani. So ni kushinda utulivu, kwamba itakuwa ni amani ya ajabu wakati wa the millennial reign of Christ Jesus. So tunaamini katika hiyo kwamba Kristo pamoja na watakatifu wake watatawala miaka 1000. Hiyo ni kipengele ya 14. Naomba nivuke niende kipengele ya 15. Ukiwa na swali, andaa swali lako, nitaipokea. Kwa wakati. Kipengele ya 15, it is the final judgment. Tunaamini mwisho ama hukumu ya mwisho, na ningependa tutarudi pale Revelation 19:20, Revelation 19:20, Revelation 20:11 to 15. Nafikiri tutaenda kwa hiyo 20:11 to 15. But tunaamini katika hukumu ya mwisho. There will be a final judgment in which the wicked dead will be raised and judged according to their works. Whoever is not found written in the book of life, together with the devil and his angels, the beast and the false prophet, will be consigned to an everlasting punishment in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So wote ambao sio wa Mungu, wale wote ambao ni sio watakatifu, ama wale ambao ni wenye dhambi, shetani na malaika wake na yule nabii wa uongo, na yule mnyama, wote wataingizwa katika ama watawekwa, they will experience the second death. Ningependa tusome Revelation 20:11 to 15. But for those who are writing, write Matthew 9:25 and 46. Write Mark 9:43 to 48. Write Revelation 19 verse 20. Write Revelation 20 verse 11 to 15 and 21 verse 8. For those who are writing. Lakini tusome Ufunuo wa Yohana 20 mstari wake wa 11 mpaka 15. Kitabu ni kile cha Ufunuo wa Yohana 20 kuanzia 11. Biblia inasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake,
na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Na hiyo ziwa la moto ni hilo ziwa la moto. verse 14. Verse 14 inasema hivi. Inasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani wacha nirudie vizuri. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Yeah. Hilo ziwa la moto ndio mauti ya pili. So mauti pamoja na kuzimu zikatupwa wapi? Katika lile ziwa la moto ambalo ndio second death ama mauti ya pili. So sisi kama wana Fountain na katika Biblia tunaamini katika hukumu ya mwisho. Kumbuka kwamba tulishasema kwamba wa kwanza, the blessed hope, watu wote ambao wameamini Kristo watanyakuliwa pamoja na Kristo. Waende wapi? Waende mbinguni. Tunaamini hivyo. Lakini wale ambao bado hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi maisha yao, watangojea mpaka miaka 1000 iishe, ndio watafufuliwa na waingie katika hukumu. Wale ambao majina yao haiko ama aliko katika kitabu cha uzima, watapatikana wapi? Wanatupwa wapi? Tunaamini kwamba wanatupwa katika hiyo ziwa la moto ambao ni second death. We believe that. And that is what the Bible teaches. So we believe in the millennial reign and we believe in the final judgment. So mtu ambaye anakufa saa hii hajamjua Kristo, atangoja yafufuke. Lakini yule ambaye ameamini Kristo, hata akifa leo Kristo akuje kesho ama after 2 hours, atamushwa naende mbinguni. Yule ambaye hajamjua Kristo itabidi angoje mpaka the 1000 years are over. We are together. Amen. 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 Nafikiri hiyo nitapita niende kipengele ya mwisho ambapo ni 16. Ukiwa na swali lolote, andaa swali lako, nitaipokea kwa wakati. Kama uko na swali, andaa swali, nitaipokea kwa wakati. The 16th element that we believe in the new heavens and the new earth. We believe in the new heavens and the new earth. So we, according to his promise, look for new heavens and new earth, the home of righteousness. We believe and we are waiting for the new heavens and the new earth, which is the home of righteousness. Ningependa tusome vitabu viwili wa Petero wa pili 3:13. Petero wa pili 3:13 kwa wale wanaandika, na Ufunuo wa Yohana 21:22. We believe in the new heavens, ama tunaamini katika mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. 2 Peter 3:13 and Revelation 21:22. Nitasoma kitabu kile cha waraka wa kwanza waraka wa pili wa Petro 3:13. Maandiko yanasema hivi. 13 maandiko yanasema hivi: lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Natazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo nini inakaa ndani yake? Haki
inakaa ndani yake, the hope of the righteous or the hope of righteousness. What about Revelation 21:22? Revelation 21:22. Kitabu ni kile cha Ufunuo wa Yohana 21:22. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Okay, there is something that I've missed there. The new, let me check my English Bible. See, the new heavens and the new, is it 22? That should be 22. But where is it? 22. The new heaven, new earth. 21 verse 1. Okay. Go for 21 verse 1. Kitabu ni kile cha Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Asante. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa sababu gani? Ile ya kwanza, nchi ya kwanza, mbingu ya kwanza ilikuwa imefanya nini? Zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Hakukuwa na bahari, hakukuwa na nchi, hakukuwa na mbingu. Lakini nini aliona? Mbingu mpya na nchi mpya. Yohana anasema hivyo. Na pale Petero anasema kwamba tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Makao ya kina nani? Makao ya utakatifu au makao ya haki. So tunaaminia katika kungojea ama tunaaminia katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo itakuwa ni makao ya watakatifu ama makao ya utakatifu ya haki. Wenye haki watakaa mahali pale. So wenye haki watakaa wapi?